Habari gani wanamichezo popote pale ulipo, jina langu ni Saidi Ali Njoe. Nikishii tu waendelee kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Instagram na YouTube kama Niyako TV. Habari kubwa ambayo tuko nayo leo ni kuhusiana na mechi ya Simba Sports Club ambayo inakwenda kuchezwa siku ya Jumapili, hatua ya nusu finali kati ya Simba Sports Club na Stellenbosch ya huko South Africa. Lakini tupo na washabiki mbalimbali tukizungumzia mechi huo. Je, itakuwaje? Bwana, habari nzuri. Mambo yanasemaje? Kama kawa. Kwa majina nakufahamu kama nani? Kwa jina naitwa Jabiri Musa, ni shabiki wa Simba na mwanachama wa tawi la Simba Mpira na Maendeleo Kazi. Bwana, tumeona mechi ya hatua ya robo finali kati ya Simba na Al-Masry na hatimaye Simba akaibuka na ushindi wa penati ambazo ilifika mpaka hatua hiyo ya penati. Je, kwa mechi ambayo inafuata unaona Simba atavuka ama la? Mimi binafsi naweza nikasema Simba anaweza akavuka. Sio lazima, lakini anaweza akavuka kutokana na nini? Na yale maandalizi ambayo viongozi wanayafanya, kwa sababu ukiangalia katika klabu pekee ambayo ina maandalizi makubwa kwa sasa ni klabu ya Simba. Na maandalizi yao sio yale ambayo ya zimamoto, ni maandalizi ambayo yanaonekana. Unaona kabisa kwamba hata kocha bado ana balance, wachezaji wao wanacheza nao kombe la Azam, wachezaji wao wanaenda nao katika kombe la shirikisho, wachezaji wao kwenye ligi. Kwa hiyo mimi naona kabisa Simba baada ya kutoa kikwazo cha Al-Masry kwenda kufika hatua ya nusu finali, nadhani hatua inayofuata Simba anahitajika vitu vichache tu ili aweze kusonga mbele. Vitu hivyo sio vingi, ni washabiki wa Simba na wanachama wa Simba na viongozi kuimba wimbo mmoja kama tulivyoimba hatua ya robo finali. Kwa hata hii nusu finali pia inapaswa tuimbe pamoja, lakini mimi nina imani kabisa kwa asilimia karibu 80 Simba anavuka hatua hii ya nusu finali na inaenda katika hatua ya finali, kwa sababu mpinzani wetu ni timu ambayo ni timu kama ya kwetu si Simba, sababu timu ambayo inajaza vijana, timu ambayo zinachukia, timu ambazo zitarajiwi kufanya mambo makubwa kwenye mashindano ya shirikisho. Lakini ukiangalia Simba Sports naye yumo. Kwa hiyo hata mpinzani wetu naye ulikuwa umtarajii ukimwangalia, kwa sababu amemtoa Zamalek ambayo ana historia kubwa na ameshiba na akatoka katika nchi ambayo ligi yao ni namba 1 barani Afrika. Usoma nyingi sana, watu wengi wanaiangalia sana ligi hiyo na wanaangalia sana Zamalek. Lakini mpinzani ambaye amekutana naye Zamalek ameenda kumuonyesha kwamba mpira wa miguu unaangalia kwenye pichi na sio sehemu nyingine yoyote. Sehemu nyingine ni kujazia tu, lakini kwenye pichi basi atakayefanya makosa mengi na atakayetumia makosa ya mwenzake ukuta anafaulu. Kwa hiyo mimi nina imani kabisa baada ya kucheza hatua ya robo finali na kwenda hatua ya nusu finali, na bahati nzuri tu tumekutana na changamoto ambazo zimekuja katika kipindi ambacho kusema kwa mimi sijakufurahia, sababu kipindi ambacho kuna wenzetu wamecheza hizi hatua hizi uwanja ulikuwa hauna mkisheri wote, lakini nafikia Simba tunacheza hatua hizi za kuwakilisha nchi, uwanja unaanza kuwa na mkisheri. Kwa hizo mkisheri ambazo zimetokea sasa hivi, mimi binafsi kama shabiki wa Simba naweza nikasema zimesababishwa na baadhi ya wenzetu ambao hawapendi maendeleo ya klabu ya Simba, kwa sababu kipindi ambacho wanacheza mfano Yanga hatua hizi ilikuwa uwanja unakarabati hivyo, lakini unakarabatiwa mwisho wa siku Yanga wanafanyaje? Wanacheza uwanja huo. Lakini imefikia hatua si Simba tunataka tucheze katika ile hatua yetu ambayo tunaitarajia sasa tulete heshima ya nchi, tunakutana na vikwazo. Na hivi vikwazo kwa maana kwamba kuna mkono wa mtu na kuna mkono wa Yanga, sio wa mtu mwingine. Mimi binafsi kama shabiki nina mkono wa Yanga, na mkono wa Yanga ndio unaenda kutuasili soka ya Tanzania likui, kwa sababu hususan 90% Yanga hapendi maendeleo ya Simba, lakini ukiangalia Simba anapenda maendeleo ya Yanga, sababu ukiangalia Yanga anavyoendesha klabu yao na Simba anavyoendesha klabu yao, basi wanaona kama vitu tunafanana. Na hiyo mkono nazungumza live kwamba Yanga anahusika kwa sababu ya maneno ya viongozi wa Yanga na wasemaji wao na washabiki wao. Wanaona kabisa kwamba tunaenda kuvunja rekodi ambayo wameiweka wao, sisi tunakuja kuivunja. Tunaivunjaje? Kwa kuchukua taji. Kwa sababu ukiangalia Simba ina sera yake. Sera ya Simba kwa Mkapa hatoki mtu. Leo unaenda kumhamisha uwanja kwa njia ambazo za kuzungumza uwanja ni mbovu. Hata siku moja mataifa yote uwanja wa taifa hauagi mbovu hata siku moja. Ukifikia hatua uwanja wa taifa unakuwa mbovu, ujue kuna ulakini na kuna mkono wa mtu. Kwa mimi nina wasiwasi. Lakini uwanja unaandaliwa kwa ajili ya maandalizi ya AFCON. Na ndio maandalizi yalikuwepo muda mrefu, na kwa nini watu wengine tunacheza na watu wengine tusicheze? Sababu ukiangalia ile hali ambayo imecheza juzi sio ya kutisha sana mpaka ifikie hatua uwanja Simba ashindwe kuenjoy. Kwa mimi naamini hizi ni hujuma za Yanga, na hizi hujuma za Yanga inshallah Mungu akipenda inawezekana tukafika hatua hiyo, kwa sababu maandalizi ambayo yanafanyika sio maandalizi ya zimamoto, ni maandalizi mazuri tu. Na hata huku tulikoenda ni moja nchi ardhi ya Tanzania, sikubezi, lakini blaza kwa uwanja wa Benjamin Mkapa ni uwanja ambao umejengwa kwa ajili ya Simba, ni uwanja ambao 99% wana Simba wengi tunajua kabisa kwamba hapa sisi tukicheza na timu yoyote, hata Madrid, hata Sevilla,
magoli tunafunga. Kwa hiyo viwanja vinginevyo hivi sasa vinatuelekea tutafute imani nyingine ambayo si, lakini kwa imani yangu mimi kama shabiki wa Simba, kama mwanachama, mimi nina imani kabisa nikicheza kwa Mkapa najiachia zaidi kuliko ninapocheza katika viwanja vinginevyo. Japokuwa viwanja vingine ningefanya vizuri, lakini kwa Mkapa nafanya vizuri zaidi. Nina imani kwa asilimia karibuni 99. Sasa hii ikitokea kuna baadhi ya muksheri zinakuja kwa ajili ya kuhamisha uwanja, ndio zinanichanganya. Sasa nikiangalia kwa hicho la tatu, kuna mwenzangu ambaye hayupo kwenye mashindano, katolewa kizembe. Kwa hiyo mimi na wasiwasi huu ndio ananifuatilia zaidi Yanga Afrika, na ili na mimi nikwame, lakini inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu sitaweza kukwama, kwa sababu Zanzibar ni moja ya nchi moja, ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nitaenda pale uwanja wa Zanzibar ule, nitaenda kuangalia jinsi gani ninaweza kuifanyia kazi. Na bahati nzuri viongozi wetu wa Simba wamezungumza, tunatangulia. Nadhani leo ninavyoongea timu iko wapi? Iko Zanzibar, inaendelea kufanya mazoezi madogo madogo, lakini kama nitatolewa asilimia 99 mimi nitalia na Yanga, lakini kama nitabakia nitasema kidogo alhamdulillah nimepoa. Yanga kidogo kashusha nini? Kashusha punzi. Lakini kusema kweli kutokuwalaumu Yanga nifuzu nisifuzu sitaacha, kwa sababu Yanga ndio timu ya nchi hii, na asilimia 90 Yanga ikiongea jambo lake wale linafanyika. Kuna mambo mengi Yanga kayaongea kwenye nchi hii kutokana na mpira Tanzania. Unakumbuka kuna mwaka mmoja Yanga ilimsingizia Busungu kwamba ana baadhi ya vitu amekuwa navyo, mpira usimamishwe, Busungu asachiwe. Lakini pia serikali ya Tanzania ilimkabidhi Kibu Denis bendera na jezi, lakini baadaye Yanga alilalamika baada ya kutaka kumsajili kumkataa. Yanga akalalamika, watu wakaenda kuchunguza upya, baadaye ndio watu wakasema tunampa nini uraia. Kwa mimi nina historia na Yanga ya kutokupenda mambo ya Simba yafanyike na kutokupenda rekodi zao zifanyike, kwa sababu kama kujua mtangazaji, mpaka hapa ninapokuambia Yanga imeshuka thamani vibaya mno, kwa sababu tayari timu ambayo haijatarajiwa na watu wengi ndio imeenda kufanya vizuri, ile ambayo imetarajiwa haijafanya nini, haijafanya vizuri. Kwa sababu ukiangalia Simba hajapewa nafasi kubwa ya kwenda kwa mashindano yoyote kufanya vizuri, lakini Yanga alipewa nafasi kubwa, kwa maana Simba inatengeneza kikosi, Simba ina wachezaji wengi wageni, Simba ambayo kidogo haijakaa sawa. Lakini ukiangalia kwa asilimia 100 watu waliipa nafasi kubwa Yanga katika mashindano ya kimataifa kufanya vizuri, kwa sababu walikuwa na muunganiko baada ya kumuongeza mzee Chama, kumuongeza mzee Diala, kumuongeza mzee Pakome, kumuongeza mzee Aziki. Wakahisi kwamba wazee wanaweza kawa na tija kuifikisha Yanga katika nchi ya ahadi. Kumbe wazee, mwili unataka, akili inataka, mwili hautaki. Mwisho wa siku wameshinda kupata goli moja katika uwanja Benjamin Mkapa. Jana kapiga hat-trick na goli la nyongeza. Na ni aibu sana mtu kama Chama kumchezesha mechi na Stand United. Chama alikuwa acheze mechi hizi ba. Uweze kumchezesha mtu kama, unajua Aziki ni mchezaji mkubwa sana. Unapoenda kumchezesha mechi na Stand United, maana yake unamshusha. Na mimi nina imani hii kauli anachofanywa Aziki ni ile kauli ya Aziki kwamba Yanga wanawaza ligi ya wazi, mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo anamuua kisaikolojia kwa kuto kumwanzisha mechi nyingi zile muhimu, na mechi kama Stand United kumwanzisha. Kwa hiyo Yanga ndio staili yao anayo. Kwa hiyo unapokuwa na wazee na vijana, sasa wazee wakapewa nafasi kubwa afu haijatimia, inachobakia sasa hivi ni hujuma na fitina na kuiombea vibaya klabu ya Simba. Kwa mimi nina imani kabisa na hilo ambao nimeliongea, Yanga ndio staili yao, na hii haiwezi kuiacha kutokana na nini? Timu yao ni timu ambayo haijaanza kwa ajili ya mpira wa miguu, ilianza kwa sababu ya kuomba uhuru wa nchi. Kwa hiyo kwenye mpira wa miguu alivamia tu. Ndio maana unaona Yanga haina uwanja wa mazoezi mpaka leo kwake. Yanga mpaka leo sheria namba 1 ya FIFA hawaifuati na hawaulizi, sababu sheria namba 1 ya FIFA inasema klabu yote lazima iwe na picha ya uwanja wa mazoezi wa kwake. Lakini ukiangalia Simba wanao, Yanga hawana. Lakini nani wanauliza Yanga uwanja wa mazoezi? Kwa hiyo Yanga wamejaa fitina na Yanga wamejaa imani ya mpira. Si Simba tuna sayansi ya mpira. Na ndio maana baada ya serikali kuzungumza na CAF tunaofungia uwanja, tukaona tusiwaze mambo mengine ya imani wala tusimuwazie Yanga. Moja kwa moja tuelekee katika sehemu husika tukafanya jambo letu, kwa sababu tuna sera yetu bora ambayo inaitwa ubaya ubwela. Sasa ile sera popote pale inafanya kazi, na Simba Sports kwa timu ambayo yuko nayo kwa sasa, popote Simba inafanya vizuri kwa asilimia 100. Kikubwa tu ni washabiki wa Simba na wanachama wa Simba, kila mmoja wafanye kazi yao, viongozi wafanye kazi zao, kuwapokea marefali, na wanachama wa klabu ya Simba waende kwa Kalmanzila mapema, na sisi washabiki tukaujaza uwanja wa New Amani Complex hapo huko Zanzibar. Tukitimiza majukumu hayo yote, nina imani kabisa kwamba hakuna timu ya kutusumbua, itaondoka timu yoyote ikija hapa imeshafungwa. Na nina imani kabisa wapinzani wangu ambao niko nao kwa historia, ukiangalia hata uchumi, hata ukiangalia pia kwa renki, bado hawanipati. Kwa hiyo mimi nina imani kabisa Jumapili naondoka na ushindi, sio chini ya goli 3-0 au 2-0, kwa kumfunga mpinzani ambaye kumuonyesha njia, kwa sababu hapa alipofikia wale wenzetu wamefanya sherehe ni pakubwa, sababu ni timu changa. Kwa sisi Simba hapa tulipofikia bado tufanye sherehe mpaka tufikie hatua tulilete nini? Tulilete kombe, kwa sababu tushacheza finali mwaka 93, tushafika nusu finali mwaka karibuni 77 ya klabu bingwa. Kwa hiyo sasa hivi tunataka kuchukua kombe
kwa kauli ile ya marehemu Magufuli.